Wakati wa kutoa elimu kwa baadhi ya wananchi wanaotarajia kunufaika na mradi huu, afisa maendeleo ya jamii mwandamizi kutoka shirika la maendeleo ya petroli nchini, Oscar Mwakasege, amesema kuwa serikali imetoa kiasi cha fedha zaidi ya bilioni 5 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu katika wilaya ya Lindi pamoja na wilaya ya Mkuranga, ambapo kwa upande wa Lindi mradi huu unatekelezwa katika kata ya Mingoyo pamoja na kata ya Mnazi Mmoja. Kwa sasa hivi mradi huu tumekuwa tukishirikisha wananchi kwa ngazi zote, kwa maana kuanzia ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya na hata ngazi za kata na mitaa. Kwa tumekuwa tukiwapa elimu juu ya namna kupokea mradi. Sasa hivi mapokeo yamekuwa ni mazuri, na mradi huu kwa kuwa ni muendelezo, awamu ya kwanza ilikwisha kufanyika, takriban nyumba 209 za kata Mnazi Mmoja na Mingoyo ziliunganishwa awamu ya kwanza, na sasa hivi awamu ya pili tunakwenda na idadi ya nyumba 451 kwa kata hii ya Mnazi Mmoja na kata ya Mingoyo. Baadhi ya wananchi wanaotarajia kunufaika na mradi huu wameeleza matumaini yao, huku wakiwa na matarajio makubwa ya kutatua changamoto wanazopitia za upatikanaji wa nishati ya kupikia. Mimi nataka nipate gesi, nisaidie, nipumzike kwenye kuni. Ninapata tabu tu nikienda huko mpaka kuzipata kuni, kurudi nazo kuja huko nyumbani. Yani utakuta nimechoka. Nilivyoona wenzangu wananufaika na mradi huu umekuja upande wangu wala leo hii, na mimi nimekimbilia kutokana na adhabu ninayoiona. Na wenzangu ninawaona wananufaika na mambo haya. Kwa hiyo niko mmoja wapo na mimi nikimbilie mambo haya ninufaike kutokana na adhabu. Mkaa bei mbaya, kuni hazipatikani. Kwa hiyo ndio hivyo. Wasiukatae huu mradi kwa hofu kwamba ni mradi ambao aidha nyumba inaweza kaungua. Ni mradi ambao uko salama na una unafuu wa matumizi, ukiachia uharibifu wa ukataji wa miti unapungua, na gharama yake ni nafuu sana. Kwa kweli ina raha sana. Mradi huu ni moja kati ya mikakati ya TPDC katika kutekeleza kwa vitendo mkakati wa miaka 10 wa matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini, unaolenga kuhakikisha ifikapo mwaka 2034 takriban Watanzania 80% wanakuwa na uwezo wa kutumia nishati safi za kupikia. Omar Mikoma, Azam News, Lindi.